Ndugu watazamaji, tumewaandalia makala fupi kuhusu shughuli mbalimbali zinazofanywa na World Vision Tanzania. World Vision Tanzania tutaangalia zaidi, makala yetu itaangalia zaidi swala la elimu ya teknolojia na habari na mawasiliano pamoja na elimu ya kujitegemea. Asante. Samani mzee, kwa tunaulizia kuhusu World Vision, labda World Vision ni kitu gani? Karibuni sana. World Vision shirika la misaada la kimataifa. Nasema la kimataifa maana linafanya kazi katika nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania. Na kwa Tanzania tunafanya kazi kwenye kanda ya Pwani, kanda ya Kaskazini, kanda ya Ziwa na kanda ya Kati. Na tunatoa misaada kwenye nyanja ya kilimo, nyanja ya afya, nyanja ya mifugo, elimu na ulinzi wa watoto. Sisi tunafanya zaidi na watoto. Kwa mnahusika na misaada zaidi? Ni misaada zaidi. Kama nilivyokuambia kwenye nyanja ya elimu, mifugo na kilimo, afya na ulinzi wa watoto. Basi sawa. Nashukuru sana. Karibuni sana. Asante. Nataka kufahamu hilo. Nashukuru sana. World Vision ni shirika la misaada la kimataifa ambalo lina matawi kote duniani ikiwemo nchini Tanzania. Nchini Tanzania, World Vision ipo katika kanda mbalimbali ikiwepo kanda ya Pwani, kanda ya Kaskazini, kanda ya Kati pamoja na kanda ya Ziwa. Ni vema tukafahamu shughuli na huduma mbalimbali ambazo wanazitoa World Vision Tanzania. Kwa Tanzania, World Vision imejikita kutoa huduma mbalimbali za jamii katika nyanja mbalimbali ikiwemo nyanja ya elimu, afya, ulinzi wa mtoto pamoja na kilimo na mifugo. Ndugu watazamaji, tumewaandalia makala fupi kuhusu shughuli ambazo World Vision wanazifanya nchini Tanzania. Makala yetu itahusu elimu ya tehama pamoja na elimu ya kujitegemea. Nchini Tanzania, World Vision wanatoa ufadhili kupitia mradi wao wa Cycle of Transformation kwa kifupi COT. Katika mradi huu umejikita katika kanda ya Kaskazini ambayo inachukua mikoa ya Arusha pamoja na Manyara. Ziko taasisi 5 ambazo zimeshafadhiliwa na zinaendelea kufadhiliwa kupitia mradi huu. Taasisi hizo ni pamoja na Chuo cha Arusha VTC, Nangwa VTC, Manyara RVTSC, Mtoambu VTC pamoja na Ketumbeine Sekondari. Kwa pamoja tuende tukaangalie miradi mbalimbali na shughuli zinazofanyika. Mradi wa Cycle of Transformation unafadhili na kusimamia mafunzo katika ngazi 3. Ngazi ya kwanza ni mafunzo ya awali, yani basic intel learning. Ngazi ya pili ni mafunzo ya kati ambayo yanahusisha website designing, multimedia pamoja na mambo ya networking ikiwemo IT Essential na Cisco. Na eneo la tatu ni mafunzo ya ujasiriamali ambayo inahusisha kusimamia, kuanzisha pamoja na kuendesha biashara na vikundi vidogo vidogo. Zifuatazo ni bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa na vijana ambao wamejifunza kupitia mfumo huu wa Cycle of Transformation.
kwanza wanatengeneza vipeperushi, lakini pia wanatengeneza matangazo, nembo za bidhaa mbalimbali, business cards, wanatengeneza kompyuta, blogs, tovuti mbalimbali, na pia wanatoa mafunzo ya tehama, lakini pia wanauza kompyuta pamoja na vifaa mbalimbali vya kompyuta. Kama tulivyojionea wenyewe shughuli mbalimbali zinazoendeshwa na World Vision Tanzania, mradi wa COT umekuwa na mafanikio makubwa katika maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza ni kuanzishwa kwa maabara zipatazo 5, kwa maana kwamba taasisi zote 5 zilizotajwa hapo awali wameweza kuanzisha maabara ambapo vifaa mbalimbali vimeletwa na kukabidhiwa katika maabara hizo kutoka World Vision. Vifaa hivyo ni pamoja na kompyuta 20 kwa kila maabara, printer 1, projector, router, server, licensed software, kamera na miongozo mbalimbali ya kufundishia. Katika eneo la pili ambalo COT imefanikiwa, wale vijana ambao wamefundishwa na kupata mafunzo kupitia COT wameweza kufungua ofisi binafsi. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo mradi huu unaweza kujivunia mahali popote pale. Eneo la tatu ni kwamba kuna walimu ambao wamepata hii elimu kupitia mradi wa COT. Walimu hawa wana uwezo wa kufundisha tehama katika taasisi zao. Vile vile wako walimu ambao tayari wamepata mafunzo haya na wanaweza kuyatumia katika kazi zao mbalimbali. Walimu ambao wamepata mafunzo kupitia mradi huu wa COT ni walimu 4 kutoka katika kila taasisi, lakini wanafunzi ambao tayari wamefundishwa kupitia mradi huu ni wanafunzi wasiopungua 200 wa Kitanzania. Hivyo mradi umekuwa na mafanikio makubwa sana. Lakini pia eneo lingine ni eneo la kufungua vikundi biashara. Baada ya kufundishwa na kuelekezwa, vikundi biashara 5 vimeshaanzishwa na vikundi hivi wameweza kuandaa mpango wa biashara zao, wamekuwa na katiba na hivyo kufanikiwa kusajiliwa na wakala wa usajili wa makampuni ya vikundi vya biashara Tanzania, kwa kifupi BRELA. Mafunzo ya Ketumbeni Sekondari kidato cha pili. Kipekee ningependa kutoa shukrani zangu kwa World Vision kwa kuwa wamenisaidia katika nyanja mbalimbali, hasa katika nyanja ya Intel. Mimi kama mimi sikuweza kujua nini maana ya kompyuta, sehemu za kompyuta, kazi za kompyuta, lakini sasa najua nini maana ya kompyuta, sehemu zake, kazi zake. Mfano wa sehemu za kompyuta, tuna mouse, tuna keyboard kama mnavyoiona hapa, pia tuna monitor na vitu vingine vingi ambavyo vimo ndani ya hii kompyuta. Kwa majina naitwa Stefano Kajoba, ni mwanafunzi kutoka shule ya sekondari Ketumbeni. Katika huu mradi wa World Vision imetusaidia sana kwenye program ya Intel Learning, ambacho ni program ya kwanza katika kujifunza kompyuta. Kwenye basic software imetusaidia katika program ya Microsoft Word, ambayo kama inavyoonekana hapa, hii hapa ni Microsoft Excel ambayo ipo kwenye program ya basic software, ambayo inamwezesha mtumiaji wa kompyuta kuweza kuandaa data zake, kama kurekodi biashara, kurekodi matokeo au timetable. Pia tukiachana na hii, kuna Microsoft Word, ambayo hii Microsoft Word inamwezesha mtumiaji wa kompyuta kuweza kuandaa program au kutunga mtihani, kurekodi, kuandaa taarifa. Pia tukiachana na Microsoft Word, ambao kama tunavyoona hapa, hii inahusika na kuandaa timetable au unaweza ukaandaa data zako. Hivi ni jinsi ambavyo tunaweza tukatumia Intel Learning kwenye basic katika nyanja mbalimbali. Naitwa Heke from VETA Manyara. Hi, naitwa Domitila from Nangwa VTC. Katika program ya multimedia nimeweza kufahamu vitu vingi. Moja wapo ni katika kutake video shots and pictures. Na katika pictures tumejifunza vitu vingi. Tumejifunza jinsi ya kushika kamera. Yes. Jinsi ya kufocus ili upate quality picture au quality video.
Okay, na tuna namna ya kushika kamera tulifundishana, sio? Hebu tuambie zani kwamba unashikaje kamera. Jinsi ya kushika kamera, kwanza kama ukiwa umeshika kamera mkononi, unatakiwa uivae. Kwa sababu hivi vifaa ni vipesi kuteleza na kudondoka. Kwa hiyo ukishavaa inapa distance nzuri ya kupiga picha. Pili, unatakiwa ushike kamera yako namna hii, ili uweze kumfocus mtu vizuri. Okay, sawa. Na tunahitaji stendi katika either ni photo au video au hizi tunaziita motion pictures. So when you are taking motion pictures, usipokuwa na stendi, picha yako au video yako itakuwa na shakiness ambazo hatuzihitaji katika video, hivyo zitakufanya video yako ionekane mbaya. Sawa? Pia ukitaka kuchukua picha nzuri zaidi, stendi pia inahusika ili kae stable, isicheze kama kushake au kuvibrate hivyo. Okay. So katika video tuna shot aina 3 tofauti ambazo ni main. Tuna wide shot, tuna medium shot, tuna close shot. Na tutaonyeshana jinsi ya kuzichukua hizo shot kwa umakini na kupata pia video ambayo ni quality. Wide shot, tuna medium shot, tuna close shot. Na tutaonyeshana jinsi ya kuzichukua hizo shot kwa umakini na kupata pia video ambayo ni quality. Sawa, pia kuna muda mzuri ambao wa kuchukua picha au video. Sasa ukitumia muda asubuhi kuanzia kwenye muda saa 1 mpaka saa 5 na muda jioni. Pia unaweza pia ukachukua hata mchana, lakini inatokana na location toka. Okay, pia muda jioni pia nao huwa unazungumziwa kwa muda mzuri kutokana na hali ya hewa pia inakuwa nzuri na temperature pia iko low, so unaweza kupata image yako katika quality nzuri. Kwa pamoja tunaishukuru World Vision ndio kutupatia haya mafunzo. Asante. Okay, asanteni sana. Hivi kwenye mradi huu wa Psycho Transformation nimejifunza ujasiriamali, na hapa nitazungumzia namna ya kutengeneza vikundi biashara, na baada ya kutengeneza vikundi biashara nimejifunza namna ya kusajili katika wakala wao itao BRELA. Kwa hiyo kama una kikundi chako naweza kutengeneza na kukisajili. Kwa majina naitwa Evans Sostenes, natokea chuo cha VETA Manyara. Katika huu mradi wa Cycle of Transformation nimeweza kujifunza vitu mbalimbali ikiwemo ujasiriamali. Ujasiriamali ni kitendo cha kutumia fursa iliyopo ili uweze kujipatia kipato. Katika ujasiriamali lazima kuna vitu uweze kuvifata ili uweze kusuccess, yani uweze kufikia malengo. Kitu cha kwanza ni business plan, yani mpango biashara. Katika mpango biashara lazima muweze kufahamu kwanza lengo la kuunda kikundi chenu ni nini. Pia katika mpango biashara lazima muweze kufahamu ni kitu gani mnaenda kukifanya. Pia tuna katiba. Katiba itaweza kuwasaidia katika biashara yenu ili muweze kufanya vizuri au kufikia malengo yenu. Katika katiba pale tuna mwongozo ambao utaweza kuwasaidia katika biashara yenu ili muweze kufanya vizuri. Brenda Robert Francis, nasoma chuo cha VETA Oljoro Arusha. Katika programu ya World Vision imenisaidia kucreate website, kuupdate contacts, na pia programu hii imenisaidia kuinsert picha na video, na pia mradi huu pia umenisaidia mimi kucreate links. Asanteni. Naitwa Sarah Fred, natokea katika chuo cha VETA Arusha VTC. Nasoma welding and metal fabrication. Kwa mradi huu wa World Vision umenisaidia kujifunza mambo mbalimbali. Kwenye programu ya multimedia katika desktop design nimejifunza kuchapa business card, matangazo, magazeti na vipeperushi. Naishukuru sana World Vision
kwa kunisaidia nimeweza kujua vitu mbalimbali. Asante. Kwa majina naitwa Jessica Mbema, nimetokea Naonga VTC, nasomea ICT mwaka wa kwanza. Kwenye World Vision nimejifunza sana mambo ya kompyuta na nimeelewa kwenye computer maintain. Kwenye computer maintain kuna software na hardware. Kwenye hardware kuna disassemble na assemble. Ambapo kwenye disassemble na assemble nimejifunza jinsi ya kusafisha kompyuta kwa kutumia kitambaa chepesi ambacho kiachi particle yoyote kwenye kusafishia keyboard. Nashukuru World Vision kwa mafunzo yao. Naam, tunaendelea na makala yetu na mbele yetu tunaye mgeni. Yeye atajitambulisha majina yake na atatuambia kama ni mwanafunzi au kama ni mwalimu atatuambia. Karibu. Asante. Kwa jina mimi naitwa Samuel Pantaleo. Ni mwalimu kutoka VETA Manyara. Mwalimu Samuel, tunao mradi wetu wa Cycle of Transformation ambao unafadhili mafunzo ya tehama kwa vijana mbalimbali. Tuambie, kwa upande wa tehama kuna vitu vingi ambavyo mmejifunza au tunajifunza, ikiwemo multimedia, kuna mambo ya IT essential, kuna basic computer application, mambo ya ujasiriamali na mengineyo. Kwa habari ya IT essential, wewe umejifunza vitu gani na ni mambo gani ambayo unaweza ukayafanya kwa kutumia IT essential, au IT essential imekusaidia vipi wewe kama mwalimu? Karibu. Asante. Kwa upande wa IT essential, nafikiri IT essential tumejifunza sasa kudeal na computer technician. Computer technician ambayo ilikuwa inahusika sana na swala la hardware maintenance pamoja na software maintenance. Kwa upande wa hardware maintenance, nafikiri kuna mambo mengi ambayo tumejifunza ya kufanya, ikiwa ni pamoja na kuangalia afya ya hardware katika kompyuta, kubadili vifaa ambavyo. Tunapenda kutanguliza shukrani zetu za dhati kabisa hasa kwa wafadhili wetu wakuu kabisa wa mradi huu ambao ni HDIF pamoja na World Vision Tanzania. Vile vile bila kuwasahau shukrani zetu za dhati kabisa ziwaendee wakuu wa taasisi zote shiriki kwenye mradi huu, kwani wameona kwamba vijana hawa wanatija kuja kujua kuna kuyafahamu mafunzo haya. Shukrani za tatu ziende kwa wawezeshaji wetu waliotuwezesha katika mradi huu wa vijana na tehama. Vile vile tunapeleka shukrani zingine za pekee kabisa kwa madereva wote wa World Vision Tanzania, kwani wamekuwa sambamba katika mradi huu kwenda katika maeneo yote ambao mradi umeweza kufika. Shukrani za mwisho ziende kwa washiriki wote walioshiriki katika mradi huu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ikiwemo vyuo vinne pamoja na shule ya sekondari Ketumbeine. Katika vyuo vinne kuna Manyara RVTSC, Arusha VTC, Nangwa VTC pamoja na Mtwambu FDC. Asanteni sana.